Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Ijumaa ya tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2024, juma la kwanza la Noeli. Leo pia mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Emiliana na Teresfori. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Yohane sura ya 3 aya 11 hadi ya 21, na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 43 hadi 51. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili kutoka kwa mwinjili Yohane sura ya kwanza aya 43 hadi 51. Siku ile Yesu alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akawaambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, taifa la Mungu, katika Injili ya leo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiwaita Filipo na Nathanaeli. Wazo kuu la tafakari yetu ni njoo uone. Njoo uone. Hili ni jibu la Filipo analompa Nathanaeli pale anaposita kuamini alipopewa habari za uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jibu dogo la Filipo, njoo uone, linatufundisha kwamba tusiwe watu wa maneno tu, bali matendo. Na hii inadhihirika wazi pale Nathanaeli alipokubali kupelekwa kwa Yesu na kufunuliwa mengi yanayomhusu. Hatimaye anamkiri kuwa ni Rabi, mwana wa Mungu na mfalme wa Israeli. Rejea Injili ya Yohane sura ya kwanza aya 49. Itikio hilo la kiimani linambadili Nathanaeli na anamfuasa kikamilifu Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, mwinjili Yohane anatupa maana nzuri ya wito kwamba unatoka kwa Mungu mwenyewe. Katika aya ya 43 tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anamwona kwanza Filipo na anamwambia nifuate. Pia tunaambiwa kwamba Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Kadiri ya mababa wa kanisa, Bethsaida inamaanisha nyumba ya wavuvi. Mwinjili anaingiza
jina la mahali hapa kwa nia ya kutaja si moja kwa moja kazi ya Filipo, Petro na Andrea, bali ofisi yao kwa wakati ujao ya kuvua na kuokoa roho za watu. Vile vile mwinjili anatuonyesha mashaka anayokuwa nayo Nathanaeli juu ya sehemu anakotokea Bwana wetu Yesu Kristo. Anaelezea katika aya ya 46 kwamba Nathanaeli akamwambia, lawezaje neno jema kutoka Nazareti? Hii ni jaribu tunalokutana nalo wa Kristo. Pengine tunaweza kushindwa kuwapokea watumishi wa Mungu eti kwa kigezo anatokea wapi. Swala hili linabidi kututia moyo katika safari yetu ya imani. Tusikatishwe tamaa na sehemu tunakotoka au tunakozaliwa, labda kwa sababu ya historia tu, bali tuwe chachu ya imani kwa watu wote wenye mashaka. Somo la leo pia linatukumbusha kwamba tusiwe wabinafsi katika kupokea mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuige mfano wa Filipo wa kumpeleka Nathanaeli kwa Bwana. Mwalike mwenzako pia katika jumuiya ndogo ndogo, vyama vya kitume, kanisani na pia katika mito ya upadre na utawa. Nenda na rafiki yako kusali kanisani, hata yule ambaye halijui kanisa lilipo. Baba Mtakatifu Francisco anasema hakuna mtu yeyote ambaye anatengwa kwenye matumaini ya maisha na kwenye upendo wa Mungu. Kama tunavyoona, Yesu Kristo hatafuti wale watakaompa muda wao wa ziada tu, bali anatafuta wale wote watakaompa nafasi ya kwanza katika maisha. Ndugu zangu, tunaendelea kupewa mwaliko wa kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo wakati wote na popote kama alivyofanya Nathanaeli. Labda tujiulize, ni mara ngapi sisi tunakosa ujasiri wa kumshuhudia Kristo kwa wenzetu? Mara ngapi tunasita kuwapeleka wenzetu kwa Kristo? Mara ngapi tunasita kutambulika kama Wakristo? Kwa mfano, pale tunapokuwa hotelini, pengine tunaona aibu kufanya ishara ya msalaba kabla na baada ya sala ya kubariki chakula. Kumbe yatupasa kwanza tuwe wamisionari sisi kwa sisi, kwa kumegeana ujumbe wa Mungu ili aweze kutufunulia mambo yaliyo makubwa zaidi. Ahadi hii Bwana wetu Yesu Kristo anawapa Filipo na Nathanaeli akiwaambia, amin, amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Injili ya Yohane sura ya 1 aya 51. Mwisho, ndugu zangu, tuendelee kumwomba Mungu Mwenyezi atujalie neema ya mapendo ili kusudi pendo hilo hilo tuweze kudhihirisha imani yetu kwa matendo, kwa kualika watu wote kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Severo Severiani kutoka Jimbo Katoliki Rurenge Ngara, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala.